Mji wa Kostyantynivka ulioko mashariki mwa Ukraine unakabiliwa na tishio kubwa baada ya vikosi vya Russia kuendelea kusonga mbele na kuingia ndani ya maeneo ya mji mkuu huku vikijaribu kuizingira katika pande zote mbalimbali. Wanajeshi wa Ukraine walioko mstari wa mbele wanasema hali katika eneo hilo imekuwa ngumu zaidi, ingawa viongozi wa kijeshi wa Ukraine bado wanasisitiza kuwa mji huo haujaanguka mikononi mwa adui. Kostyantynivka unachukuliwa kuwa lango muhimu kuelekea maeneo mengine ya Donbas. Ikiwa Russia itafanikiwa kudhibiti mji huo, itapata nafasi ya kusonga mbele kuelekea mji wa Kramatorsk na Sloviansk, ambayo ni ngome kuu zilizobaki chini ya Ukraine katika mashariki mwa nchi hiyo. Kukamatwa kwa mji mkuu kutakuwa hatua muhimu kwa Moscow katika kufanikisha lengo lake la kuiteka Donbas. Kwa mujibu wa wanajeshi wa Ukraine waliozungumza suala hilo kwa masharti ya kutotaja jina, wanajeshi wa Russia wamekuwa wakiingia katika maeneo ya nyuma katika safu za ulinzi za Ukraine na kujificha katika majengo yaliyoharibiwa pamoja na maeneo yenye miti mingi, huku hali hiyo imefanya kuwa vigumu kwa vikosi vya Ukraine kuwabaini na kuwaondoa kutokana na mazingira ya mapigano ya mijini. Hata hivyo, kamanda wa kikosi cha 19 cha jeshi la Ukraine, Brigadier General Oleksandr Bakulin, amesema hali hiyo iko chini ya udhibiti wa adui, haijapata mafanikio makubwa kama inavyodaiwa na Moscow, huku akieleza kuwa takriban wanajeshi 130 wa Russia bado wako ndani ya mji huo, lakini vikosi vya Ukraine vinaendelea kufanya operesheni za kuwatafuta na kuwashambulia. Ripoti kutoka eneo la mapigano zinaonyesha kuwa vikosi vya Russia vinatumia mbinu zilizofanyikiwa katika miji mingine ya mashariki mwa Ukraine, ikiwemo kuuzunguka mji, usafirishaji wa vifaa na misaada, huku wizara ya ulinzi ya Russia imedai imekata vijiji kadhaa vilivyopo magharibi mwa Kostyantynivka. Hatua inaongeza shinikizo kwa vikosi vya Ukraine. Wataalamu wa kijeshi wanaeleza kuwa matumizi makubwa ya ndege zisizo na rubani drones yamebadili mwenendo wa mapigano katika eneo hilo, huku vikosi vya Russia vinadai kulenga vituo kurushia droni vya Ukraine ili kupunguza uwezo wa adui kufuatilia na kushambulia harakati zao. Kwa upande mwingine, wanajeshi wa Ukraine wana uhaba wa rasilimali na wafanyakazi, jambo linalowafanya washindwe kukabiliana kikamilifu na mashambulizi hayo. Changamoto za usafirishaji wa vifaa vya vikosi vya Ukraine vimeongezeka kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya barabara na njia za usambazaji. Wakati huo huo, Ukraine imeendelea kufanya mashambulizi ndani ya Russia yakilenga maghala ya mafuta na miundombinu mingine muhimu, hali iliyosababisha upungufu wa mafuta katika baadhi ya maeneo ya Crimea iliyodhibitiwa na Russia. Mradi wa ufuatiliaji wa mpango wa Ukraine unaojulikana kama Deep State umeonya kuanguka kwa Kostyantynivka kunaweza kuwa suala la muda iwapo hali ya sasa itaendelea, huku wanajeshi walioko mstari wa mbele wameeleza wanahitaji haraka nyongeza ya wanajeshi, vifaa na mbinu mpya za kukabiliana na drone za Russia, wakisisitiza kuwa bila hatua ya haraka za kuharibu njia za usambazaji na uwezo wa adui kutumia drones, vikosi vya Russia vitaendelea kusonga mbele katika eneo hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.